Karibu sana msikilizaji katika kituo chetu hichi. Bila shaka tuendelee kufahamishana, tuhakikishe kwamba tunazidi kukusogeshea karibu taarifa zinazotokea, kuhakikisha kwamba tunakufahamisha, unapata kuelewa kwamba kinachotokea kinaleta kati ya faida zipi ama madhara ya kiasi gani kwa mwananchi wa kawaida. Msikilizaji, nazipokea taarifa kutoka kwa Waziri Mkuu Bwana Mwigulu Nchemba ambaye ameyatoa matamshi ambayo yameweza kuwakasirisha wengi siku ya leo, baada ya kuweza kusema kwamba wanaandamana kwa sababu wameweza kutumwa na baadhi ya makundi ya watu ambao hajawataja kiwaziwazi, kwamba wanawatuma waende wakauawe ili wapate nafasi ya kuuza vifaa ama silaha zinazotumika katika kutekeleza mauaji. Lakini pia ameweza kuwatuhumu watu hao ambao hakuwataja kwa majina, lakini amesema kwamba baadhi yao wamepata kuwakamata na wameweza kuwahakikishia kwamba wanapataga kulipwa kiasi cha mamilioni kadhaa baada ya watu wa kiasi fulani kupata kuuawa. Kisha akaweza kusema kwamba kuna baadhi ya watu ambao wameahidiwa kiasi cha milioni moja baada ya kuhakikisha kwamba wamehakikisha watu wamefanya maandamano na kuuawa, ama kuna baadhi ya biashara zimechomwa. Lakini pia kuna vurugu ambazo zinatokea nchini Tanzania. Kitendo ambacho kimeonekana ni kwamba alitumia nafasi hiyo kuweza kuwaofisha watu ama kuwatia watu hofu, kuweza kuacha kutokea siku ya maandamano ya Sabasaba. Elewa msikilizaji, maandamano ya Sabasaba ni maandamano ya wananchi ambao wanawalilia wenzao ambao waliuawa siku ya Oktoba tarehe 29 mwaka 2025 kutokana na uchaguzi uliokuwa mbovu, lakini pia na maandamano yaliyoweza kufuatilia kupinga uchaguzi ule. Lakini hebu tusikie taarifa hii ya Mwigulu Nchemba, kisha tuweze kuona kwamba ina ukweli wa kiasi gani ama inatupotosha kwa kiasi gani. Anasema hivi: wanalipo fedha kwa kuwatumikisha vijana wa Kitanzania, wao ndio wanatajirika. Mnatajirikia damu za watoto wa Kitanzania. Imetokea ile mwaka jana wametawanya kwenye baadhi ya nchi. Mtu mmoja analipwa bilioni 5 ili awachochee vijana wa Kitanzania, na anaambiwa wakifa wengi atalipwa zaidi. Wanafanya biashara na maisha ya Watanzania na mnataka tuwachekee. Kaendelea kusema kwamba tuliwakamata baadhi yao wakiwa wamehifadhiwa mahali, na mmoja wao amesema ili aweze kuhamasisha vijana waende kufa alikuwa analipwa milioni 5 kila mwezi. Wewe unapewa tu chupa ya petroli, unaambiwa nenda kauane, kule mwenzako analipwa. Unaambiwa nenda kachome kule ili mwenzako alipwe. Unaambiwa kachome biashara ya mwenzako, yeye analipwa. Wewe unaenda kuumiza nchi yako na ndugu zako, yeye analipwa kwa wewe kupoteza maisha yako. Haya lazima tuamke na kila mmoja ayakatae. Akaendelea kusema kwamba hivi majuzi tukawasikia wanasema tukasema tutapuuza jambo lolote. Tumefuatilia, tumewakamata wa kutosha. Mmoja alikuwa anasema analipwa milioni 3 kila mwezi, na kwamba ameahidiwa milioni 100 kama atapeleka vijana wakafe.
Mwingine, mkoa mmoja kule kusini, alikuwa anatengenezea vibomu vya asili, analipwa milioni 5. Ameambiwa akipeleka vijana wakafe, yeye atalipwa milioni 500. Ninyi mnaungaje na watu wanaotuwazia mabaya? Kataeni, kila kijana katae, usifanyiwe biashara na maisha yako. Msikilizaji, maneno hayo ameyazungumza Mwigulu Nchemba kwenye mkutano wa hadhara uliofanyika Jumatano Julai mosi kwenye viwanja vya Sokoine Magumu wilayani Serengeti mkoani Mara. Sasa kulingana na Mwigulu Nchemba ni kwamba watu wanaokwenda kufanya maandamano hawakwendi kufanya maandamano hayo kwa sababu zao rasmi kama inavyotajwa ama kama wanavyosema waliowapoteza wapendwa wao, kama wanavyosema wale ambao watoto wao wametekwa, wale ambao wenzao walitoka nyumbani na hawakupata nafasi ya kujua walikoelekea, wakaelekea kutekwa, wengine wakaelekea kuuawa na hawajai kupata miili ya kuizika. Baadhi ya familia zinaishia kupata miili ya wapendwa wao na wanaweza kuizika tu bila kujua kilichoweza kutokea. Lakini sasa waziri mkuu anaeleza kwamba kuna watu wamewakamata na watu hao wamekiri kwamba wanalipwa kiasi cha mamilioni mengi kuweza kuhakikisha kwamba kuna maandamano Tanzania. Kwa ufupi, anachokisema ni kwamba maandamano ambayo yanafanyika, kwa sababu ametaja maandamano yaliyofanyika mwaka jana kwanza, anasema kwamba maandamano yale yalifadhiliwa na watu, kwamba kuna watu walilipwa pesa kuhamasisha watu wengine kwenda kufanya maandamano. Kwa hivyo kulingana na waziri mkuu huyu, watu hawakuwa na sababu ya kwenda kufanya maandamano. Kulingana na yeye, hakuona sababu ambayo ingeweza kuwafanya watu kwenda kuandamana ikiwa sio kulipwa kwa watu wengine kuhamasisha watu hawa kwenda kufanya maandamano. Kulingana na Mwigulu Nchemba, hajahisi kwamba serikali ilihusika kivyovyote kwenye janga lililoshuhudiwa Oktoba 29 na siku zilizoweza kufuata baada ya uchaguzi mkuu na maandamano yaliyofuata, watu kusema kwamba uchaguzi uliofanyika haukuwa wa haki. Waziri mkuu anasema kwamba walioandamana siku hiyo walikuwa ni watu ambao tayari walikuwa wamelipwa kwenda kufanya maandamano yale, sio watu waliokwenda kufanya maandamano kwa haja ya kudai haki. Kipande chake kinasoma hivi: wanalipwa fedha kwa kuwatumikisha vijana wa Kitanzania, wao ndo wanatajirika na damu za watoto wa Kitanzania. Imetokea mwaka jana wametawanywa kwenye baadhi ya nchi. Mtu mmoja analipwa bilioni 5 ili awachochee vijana wa Kitanzania, na anaambiwa wakifa wengi analipwa zaidi. Wanafanyia biashara maisha ya Watanzania. Akaendelea kusema kwamba tuliwakamata baadhi yao wakiwa wamehifadhiwa mahali, na mmoja wao akasema kwamba ili aweze kuhamasisha vijana waende kwenye maandamano, yeye analipwa milioni 5 kila mwezi. Lakini sasa kinachosikitisha ni kwamba maneno haya ameyazungumza tu
Mwigulu Nchemba, na hatujaona watu ambao kesi hizi zinawakabili kwenye mahakama. Hatujaona watu ambao wanahukumiwa kuhusu vitendo hivi vya kuwaadaa Watanzania kwenda kufanya maandamano ama kwenda kushiriki kwenye maandamano ili wakauawe. Msikilizaji, maoni yako kuhusu swala mzima hili ni yapi? Ni kwamba maandamano yanayofanyika ni maandamano ambayo sio ya kiasili, sio maandamano ya Watanzania ya kuonyesha kutoridhishwa na vitendo vya serikali. Ni maandamano yanayohamasishwa na watu ambao wamelipwa, ama ni maandamano ya watu wanaodai haki ya wapendwa wao walioweza kupotezwa bila sababu za msingi na bila mtu yoyote kuchukua msalaba huo. Achia maoni yako kwenye comment section, lakini pia endelea kutufuatilia ili tuendelee kukufahamisha kuhusu kinachotokea nchini Tanzania, kuweza kuhakikisha kwamba unapata ufahamu wa kile kinachotokea.